Asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa uweza wako, kwa maana fadhili zako zinadumu milele na milele. Amina. Baba, nasema asante kwa wema wako, nasema asante kwa uweza wako, kwa maana fadhili zako zinadumu milele na milele. Amina. Baba, ninashukuru, nitakushukuru mbele ya watu wote, nitakuimbia milele na milele, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele Baba. Amina. Nitaimba sifa zake mbele ya mataifa, na tuimbe sifa zake kwa watu wote, kwa maana fadhili zake zimedumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Bwana Mungu, tukushukuru kwa huruma zako na kwa rehema zako. Asante kwa upendo wako, asante kwa ukuu wako na nguvu zako, katika jina lako Yesu Kristo. Na kushukuru kwa kuwa fadhili zako ni nyingi na rehema zako ni nyingi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa sababu umefanya, umetenda. Asante kwa sababu umetenda miujiza. Asante kwamba unatenda hata sasa. Na kushukuru kwa kuwa fadhili zako ni za milele. Ninaomba tusaidie watoto wako tunaokusikia sasa tu katika ibada hii. Naomba ibariki, iangalie Tanzania, iponye, irudishe mahali pake, irudishe kwa uweza wako, ikae katika haki na kweli, na nguvu za kuzimiliki zitawale. Tawala Bwana, tawala Mwokozi, tawala yote. Ponya nafsi ya mtu anayesikia. Mpe amani, mpe utulivu, mpe Bwana, na haki yake ipatikane kwa jina la Yesu. Afya yake rejee, furaha yake rejee, nguvu zako zimjaze katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye uweza na nguvu, katika jina la Yesu. Vifungo na mateso na vizuizi viondoke, viachie maisha yako sasa. Endelea kumuona Bwana na uweza wake kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu akubariki, Bwana Yesu akupe neema. Bwana Yesu bado ni mwema, yuko nasi, hayuko mbali, yupo karibu. Muamini, mgoje, msikie. Yeye ni mwema, mwaminifu, mtakatifu. Litukuzwe jina la Bwana. Karibu kwenye neno takatifu la uzima ambalo tunalipata kwenye kitabu kile cha Isaya sura ya 26. Isaya sura ile ya 26. Isaya sura ile ya 26. Nianzie mstari wa 11. Isaya 26:11. Bwana, mkono wako umeinuliwa, lakini hawaoni. Lakini watauona wivu wako kwa ajili ya watu wako, nao watatahayari. Naam, moto utawala adui zako. Bwana, utatuamuria amani. Bwana, utatuamuria amani, maana ni wewe pia uliyetutendea kazi zetu zote. Bwana Mungu wetu, mabwana wengi zaidi ya wewe wametumiliki, lakini kwa msaada wako peke yako tutalitaja jina lako.
kwa msaada wako peke yako tutalitaja jina lako. Mstari wa 14, wao wamekwisha kufa, hawataishi, wamekwisha kufariki, hawatafufuka. Kwa sababu hiyo umewajilia na kuwaangamiza na kuwapoteza na kuupoteza ukumbusho wao, na kuupoteza ukumbusho wao. Mstari wa 15, umeliongeza hilo taifa Bwana, umeliongeza taifa, wewe umetukuzwa, umeipanua mipaka yote ya nchi. Amen, haleluya. Atukuzwe Bwana. Haki huinua taifa, haki huinua taifa, haki huinua taifa. Sio kwanza amani, sio amani kwanza, bali chenye nguvu kwanza ni haki, ndio inayoweza kuinua taifa. Ndio Biblia inasema. Alafu ndipo anasema baada ya haki kuinua taifa, lakini anasema kingine kinyume chake, kwamba dhambi ni aibu ya watu wote. Dhambi ni aibu ya watu wote, yaani dhambi ya kuumiza, ya kuonea, ya kutesa, ya kufunga ovyo, ya kuharibu, ya kuua. Hiyo dhambi madhara yake ni kwa watu wengi, ni kwa taifa lote. Mungu turehemu, Bwana Mungu wetu. Najua hutaangamiza mwenye haki, hutamwangamiza mwenye haki pamoja na mdhalimu. Baba, ni agano, ni ahadi, ni neno lako. Asante kwamba utamlinda mwenye haki wako, hutamwangamiza pamoja na waovu, katika jina la Yesu. Tuhurumie, turehemu, tuhurumie, turehemu. Mapenzi yako yakatimizwe kwa Tanzania, kwa malango yetu, katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaendelea na ujumbe huu kwamba mtii Mungu kwanza, mtii Mungu kwanza kuliko vyote. Mtii Mungu kwanza, mtii kwanza Mungu. Huu ujumbe umebebwa na kichwa hicho, mtii kwanza Mungu. Tanguliza Mungu kuliko wote, kuliko vyote. Mtii kwanza Mungu. Haleluya. Bwana apewe sifa sana sana sana. Na ujumbe hapa tuliposoma unaonyesha madhara ya kutokumtii Mungu, hatari na vinavyokuja kutokea. Anasema Bwana, mkono wako umeinuliwa lakini hawaoni. Mkono wa Bwana umeinuliwa lakini hawaoni. Pendwa, unauona mkono wa Bwana kwenye maisha yako? Unauona uweza wa Bwana? Unamuona Bwana katika maisha yako? Hakika yako mambo mengi yakitendeka, tunasema tumemuona Bwana. Unaweza ukahangaika kufikiri namuonaje? Anakuja kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono, anakuja kwa njia ya miujiza, mambo mbalimbali yanatendeka. Kumuona Bwana kunakuja kwa namna nyingi. Je, umeuona mkono wa Bwana kwenye maisha yako? Wengine hawauoni, na wengine wameuona, wameweka viburi, wameweka jeuri, wameacha kumtii Bwana. Anasema Bwana, mkono wako umeinuliwa lakini hawaoni, lakini hawatauona. Anasema lakini watauona, lakini watauona wivu wako kwa ajili ya watu wako, nao watatayari. Kwa hiyo, kwa sababu wamekuwa wabishi, wakaidi, hawasikii, wamekuwa jeuri kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya utawala, kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya utajiri wao, kwa sababu ya jeuri na kiburi yao, wa kujivuna kwao. Sasa watauona wivu wa Bwana kwa watu wake. Yaani kuna kundi lingine ambalo Mungu, wivu wa Bwana utakaa kwao. Mungu atawasaidia. Wivu wa Bwana manake atawalinda, atawasaidia, hata waangamiza, atawaokoa, kwa sababu walikuwa watii, kwa sababu walikuwa wanyenyekevu, kwa sababu wamekuwa watii na wanyenyekevu chini ya mkono wa Bwana hodari unaookoa. Basi hawa jeuri na kiburi, hawa walioacha kusikia na kutii, watauona wivu wa Bwana, jinsi Bwana atakavyokuwa na wivu na watu wake. Wivu wa Bwana juu ya watu wake, wateule wake. Manake Mungu anawalinda, Mungu atawatetea, Mungu atawahifadhi, Mungu atawasaidia. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu sana kwanza kutii. Je, narudia tena, umeuona mkono wa Bwana? Umeuona uweza wa Bwana kwa taifa la Tanzania, kwa taifa ulipo, kwa mahali ulipo kwenye hii dunia? Umeuona mkono wa Bwana? Umesikia sauti ya Bwana? Haiwezekani ukasema hujasikia sauti ya Bwana wala hujaona mkono wake. Yako mambo makuu. Uwe Mkristo usiwe Mkristo, mkono wa Bwana, uwezo wa Bwana lazima uone, kwa sababu mambo makubwa yametendeka, yanatendeka katika dunia hii.
mambo makuu sana yamefanyika, yanafanyika. Mungu anatenda. Yako mambo yakitendeka unasema hakika hapa ni Mungu, hata kama una imani ya kwa Yesu. Jina la Yesu litukuzwe. Bwana utatuamuria amani. Bwana utatuamuria amani. Mungu mwenyewe ataamuru amani iwafikie watu wake walionyang'anywa amani, walionyang'anywa haki, waliodhulumiwa, walioteswa, walioumizwa. Mungu ataamuru. Ukisoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 8 anasema yeye mwenyewe kwamba ataamuru baraka zije. Kumbe pia anaweza kuamuru amani na haki na mafanikio na baraka na utajiri na ushindi ukatujilia. Baba, asante kwamba utaamuru hivyo vyote vitujilie, kwa sababu wewe ni Mungu na una wivu nasi na upendo wako ni mkuu. Ataamuru hizo baraka zije, ataamuru hiyo amani ije, ataamuru uponyaji uje juu yako, ataiamuria Tanzania iwe Tanzania tofauti. Sasa tunamngoja Bwana, tunamwamini Mungu aliye hai, aliyeiweka Tanzania. Ataijiria Tanzania iliyovurugwa vurugwa na watu ambao ni watu wasio na hofu ya Mungu, wanaotafuta kujiweka kwenye madaraka na mali na utajiri. Mungu ataigeuza, Mungu ataifanya vingine ambavyo yeye alikusudia iwe. Bwana aamuru, Baba amuru kama unavyotaka iwe kwa Tanzania, taifa hili, kama iwe inavyostahili kwa kanisa lako, ikawe kama unavyotaka kwangu, ikawe kama unavyotaka kwa huyu mtu anayenisikiliza. Amuru Bwana, amuru kwa huruma zako, amuru Bwana kwa rehema zako. Bwana aamuru yale anayokusudia ya kujirie. Hakika tii kwa Bwana. Ukimtii Mungu ni bora kuliko maelfu ya sadaka, ni bora kuliko vitu vyote. Ng'ang'ana kumtii, ng'ang'ana kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, naye atakukweza. Shalom, haleluya, milele haleluya. Lakini kwa msaada wako peke yako utalitaja jina lako. Sikiliza mstari wa 13. Bwana, mstari wa 13. Bwana Mungu wetu, mabwana wengi zaidi ya wewe wametumiliki, lakini kwa msaada wako peke yako tutalitaja jina lako, tutalitaja jina lako. Anasema mabwana wengi wamemiliki, watawala au wenye kiburi na wenye kuonea walimiliki, wamemiliki, wamefanya mengi kwenye maisha yako, ofisini, kazini, kwenye biashara, kwenye boma, kwenye hii dunia. Kuna mahali mabwana wametumiliki na wakamiliki na vile ambavyo tulitakiwa sisi tumiliki. Bwana anatakiwa amiliki kwa kiongozi. Sasa asimiliki akamiliki na haki yako na baraka zako akakunyang'anya. Hapana, hiyo sio ruhusa kumiliki yeye, ila yeye anatakiwa kukulinda uwe salama. Anatakiwa kukulinda uwe salama kama ambavyo Mungu anatulinda tuwe salama. Kama Mungu anashughulika kutulinda, kututetea, basi na mtawala yeyote na mtu yote kwenye dunia hii anapaswa kusimama kwenye kulinda, kwenye kutetea na kwenye kufanya au kuruhusu au kuacha watu wapate baraka zao, haki zao na yale yaliyokusudiwa. Haleluya. Mabwana wengi wametumiliki, lakini kwa msaada wa Bwana tutalitaja jina lake. Sikiliza, wao wanataja magari, wanataja utajiri, wanataja fedha, wanataja vitu vingine, wanataja kujivunia mamlaka na vitu vingine, lakini sisi tutalitaja jina la Bwana. Wewe litaje jina la Bwana Yesu, litaje jina la Mungu Mwokozi, litegemee hilo jina, liamini hilo jina. Tii kwa Yesu, kaa kwa Yesu, tumainia jina la Yesu. Anasema Bwana Mungu wetu, mabwana wengi wametumiliki zaidi ya wewe. Wengi, lakini kwa msaada wako peke yako tutalitaja jina lako, tutalitaja jina la Bwana, sio jina la hao mabwana tena. Hatutatetemeka kwa mabwana, hatutakuwa watii tu kwa hao mabwana ambao hawatendi haki, wanafanya dhuluma, wanafanya uovu. Hatutatetemeka wala kulitajataja jina lao, wala hatutalitegemea jina lao. Wengine wamejifanya miungu watu kwenye uongozi wao, kwenye maisha yao katika dunia, kwamba wanataka watetemekewe na jina lao ndio litukuzwe, lishangiliwe, lipigiwe makofi. Hii ndio dunia, watu wako kwa maisha namna hii. Hapana,
Kama ni makofi tunapiga kwa Mungu aliye hai. Ndiye aliyeweka vyote, na hao wote na wanaotawala na wanaotegemea, Mungu ndiye aliyeweka. Na kwa sababu ni Mungu ameweka, tutetemeke kwa Bwana, tutii kwa Bwana, tumshangilie Bwana, na wala sio kumshangilia mwanadamu, na wala sio kumtii mwanadamu hata katika uovu. Kama ni kutii, ni kutii yaliyo mema, yaliyo mazuri. Usitii uovu Bwana, usitii mabaya. Kama unaelekezwa kwenda kutenda uovu, ni bora basi ukose hiyo kazi. Na kama ni kukuua, acha wakuue, lakini utakuwa umefia kwenye haki. Mungu wa haki atakuhifadhi. Litaje jina la Bwana, litaje jina la Bwana. Wao wakitaja kuua, nalitaja jina la Yesu. Wakitaja kuteka, nalitaja jina la Yesu. Wakitaja ukatili, kukuumiza, unalitaja jina la Bwana wa majeshi. Wewe unategemea haki na kweli na nuru ya Bwana. Simamia haki na kweli ya Bwana. Tii kwa Bwana. Agizo la Bwana alilotoa, maagizo ya Mungu tunatakiwa tuyatekeleze. Tutii kutekeleza maagizo ya Bwana, sio maagizo ya kiuovu, maagizo ya kuangamiza, maagizo ya kutesa, maagizo ya kuumiza watu. Hayo maagizo sio ya kutii, ni ya kukataa. Haleluya, haleluya. Mwambie na mwingine, mwambie na mwingine. Sisi ni wahubiri. Wewe unanisikiliza, na wewe sambaza kwa mwingine, mwambie na mwingine. Vyovyote unaweza kumsambazia, msambazie, ama kwa kumwendea, ama kwa vyovyote vile, mpelekee habari, tuambiane. Usitii. Unatiije ambayo ni mabaya, ni ya shetani. Watu wamemtii shetani kuliko Mungu. Unafikiri mbele za Mungu utaenda kusema mimi nilishurutishwa, mimi nililazimishwa? Hakuna hiyo. Unakumbuka mmoja alikimbia dhambi, alilazimishwa dhambi akakimbia. Yusufu alikimbia, akararua na vazi, akaondoa na vazi, akakimbia, akajitoa mikononi mwa mtu mwenye dhambi alikuwa anamlazimisha kufanya dhambi ya uzinzi au niseme uasherati. Akakimbia. Kimbia wanapokung'ang'ania uovu, kimbia. Acha wakufunge. Yule wao wakaenda wakamfunga gerezani. Acha wakufunge, watakufungua tu. Hata kama ni kufa, haina shida. Bwana Yesu atakufufua, atakuweka mahali salama. Kama pale msalabani mwizi alipata neema ya kuingia mbinguni, hata wewe mtii Bwana, nyenyekea kwa Bwana. Haleluya. Jamani, narudia kusema, unajua kuna watu wanaona kama duniani wamefika, yani kama ndio basi. Kwa hiyo wanafanya wanavyotaka, wanaishi wanavyotaka, hawamwogopi Mungu, hawatetemeki kwa Mungu aliyeweka dunia, na wao ndiye akawaweka. Dunia tunapita, haya yanapita, vyote vitakwisha, lakini Mungu anabaki, Yesu anabaki, neno lake linabaki. Tutaishi naye milele. Tenda haki, simama kwenye haki, simama kwenye utii. Sikia Mungu anasema nini. Haleluya. Wewe litaje jina la Bwana. Anasema hao wamekufa hawatafufuka, hawatainuka, kwa sababu maana hawatafufuka kwa wakati huu sasa, lakini hata pia watakapofufuka baadaye hawatafufuka katika uzima wa milele, bali katika mauti, kukaa mautini, matesoni, matesoni, matesoni. Sisi tunalitaja jina la Bwana. Wao wamekufa hawataishi, wamekwisha kufariki. Anasema kwenye ule mstari wa 14, hawatafufuka kwa sababu ya hiyo. Kwa sababu hiyo umewajia na kuwaangamiza na kuwapoteza ukumbusho, hata ukumbusho wao unafutwa. Walio na jeuri na kiburi, wanaotesa na kuumiza wengine kwenye hii dunia, ukumbusho wako utafutwa, ukumbusho wao utafutwa. Mungu akisema, amesema, ukumbusho wao utaondolewa. Ukisoma kwenye Agano Jipya, Yesu anasema, haya waleteni wale walionikataa, wasionitii. Yesu anasema kwenye Injili, waleteni mbele zangu, muwachinje mbele yangu. Wale waliokataa kutawaliwa na mimi, wale waliokataa kuongozwa nami, wale waliokataa kutii kwangu Yesu, watachinjwa, wataharibiwa. Ni maandiko, sio maneno yangu. Haleluya. Na anasema ukumbusho wao utafutwa, kumbukumbu lao litaondolewa, kumbukumbu lao linaondolewa. Na anasema wao wamekufa hawatafufuka. Bwana Yesu apewe sifa. Mstari wa 15 anasema umeliongeza hilo taifa. Bwana, umeliongeza taifa, wewe umetukuzwa, umeipanua mipaka ya yote
ya nchi hii. Mungu akaibariki Tanzania, Mungu kaibariki Afrika Mashariki, Bwana akaibariki na Afrika ya Kati. Bwana akabariki maisha ya huyu kijana anayenisikia, ndoa, maisha ya huyu baba, kaka, huyu dada anayenisikia, na mimi Bwana, na nchi yangu, taifa langu. Bwana kaliongeze, Bwana kalizidishe. Bwana, Biblia inasema umeliongeza hilo taifa, umeliongeza hilo taifa. Bwana, asante. Liongeze taifa letu, lijae haki, lijae utakatifu, lijae kweli yako, lijae baraka zako. Bwana, liongeze hili taifa, liinue, listawishe taifa langu, nchi yangu ya Tanzania Baba, katika jina la Yesu. Na hapo ndipo pia tunasema Baba, ongeza maisha yetu kiroho, kimwili, kiuchumi. Ongeza maisha ya mtu anayesikia, yatanue Bwana, mfungulie milango na baraka nyingi kwa uweza wako mkuu. Bwana mfungulie, mwongezee, mzidishie. Yesu, Bwana akuzidishe, Bwana akuongeze, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Anasema ameliongeza taifa, ameliongeza taifa. Na anasema ameliongeza taifa, wewe umetukuzwa, umeipanua mipaka. Bwana upanua mipaka. Bwana apanue mipaka yetu ya kumwelewa. Mungu atupanulie mipaka ya kumfahamu. Mungu atupanulie mipaka yetu ya kiuchumi, ya kiroho. Baba, ipanue, iongezeke, tuwe zaidi. Maana Yesu ulichukua umaskini, sisi tuchukue utajiri. Yesu ulichukua umaskini, sisi tuchukue utajiri. Baba, uliteseka Mwokozi, ili tupate heshima, tupate mafanikio, tupate wokovu ulio wa milele. Naomba ongeza hiyo mipaka yetu Bwana, ongeze mipaka yako, iamini hiyo. Mwambie Bwana Yesu, Mwokozi wangu, ongeza mipaka yangu ya kiroho, mipaka ya kuomba, mipaka ya kiuchumi, mipaka ya furaha, mipaka iongezeke, isiminywe kwa jina la Yesu. Nafasi yetu ya kumwabudu Bwana, nafasi yetu katika taifa hili, nafasi yetu, nafasi ya nchi yetu, taifa letu, Bwana iongeze. Na wewe kama sio Mtanzania, nafasi katika taifa lako, nchi yako, Bwana akaiongeze, akaizidishe, mipaka ikapanuliwe katika imani na amani, na katika haki. Haki kaongezeke, haki kaongezeke, haki kaongezeke kwenye familia zetu, kwenye maboma yetu, kwenye ndoa, kwa vijana, kwa wazee, kwa watoto, kwenye malango yetu, kwenye kanisa, Bwana, kwenye taifa letu, Bwana, na litukuzwe jina la Bwana, katika jina la Yesu. Sema amina. Bwana aongeze maisha yako, haki yako. Bwana akuzidishie imani na haki ikae kwako. Maisha yako yawe ni haki. Ameliongeza taifa, akuongeze na wewe. Sema amen. Akuongeze nafsi yako, atuongeze akili zetu, mipaka ya akili zetu ipanuke zaidi. Jehova, mioyo yetu Bwana ipe kupanuka zaidi. Mioyo yetu Bwana ifahamu, ijue zaidi, tutambue, tuwe na ufahamu wa roho wa kutosha. Tuendelee kukutii Baba, kukunyenyekea Bwana, na kusikia na kutembea katika njia yako. Saidia watu uliowapa uongozi, nafasi katika taifa, katika kanisa, katika familia, wapate kujua haya, wawe watii na kutetemeka mbele zako. Yesu, tawala, miliki Baba, tutendee kwa uweza wako, katika jina la Yesu. Neno la Mungu hili ni hakika. Neno lako hili Bwana ni mafuta. Neno lako hili Bwana ni taa. Naomba likatumulikie pote, likamulikie Tanzania, likaiangazie Tanzania, likamwangazie mtu huyu, likambariki Bwana, na kanisa likaongezeke katika haki, katika utakatifu na katika kweli. Bwana lizidishe, liongeze, katika jina la Yesu. Baba, asante kwa hili neno, likafanyike baraka na nguvu kwa taifa langu na kwa mataifa mengine pia, katika jina la Yesu. Liwezeshe kuenea na kusambaa kwa mataifa mbalimbali, kwa watu mbalimbali, mahali mbalimbali, katika jina la Yesu Kristo. Bwana fanya, Bwana tenda, Bwana inua, Bwana ongeza taifa letu, mioyo yetu, maisha ya mtu huyu, amani yake, hali yake izidishe, iongeze. Wewe ni mtakatifu, wewe ni mkuu Baba. Turumie, turehemu. Damu yako Yesu itufunike Tanzania. Damu yako Yesu inene mema kwa malango ya Tanzania. Damu yako Yesu inene mema kwenye anga la Tanzania imiliki. Damu yako Yesu kwenye ardhi ya Tanzania. Na Bwana, nguvu zako zipambane na viti vyote vya udhalimu na uharibifu. Bwana, viondoshwe
Pindua, pindua, pindua ikinacho vile vile na kile, pindua, pindua, pindua Bwana. Weka mwenyewe vitu ulivyovitaka, weka mwenyewe Bwana vile vichwa na zile akili safi ambazo zitakupendeza wewe Bwana, katika malango yetu, taifa letu, nchi yetu, katika maisha ya katika jina la Yesu. Tubariki, tusaidie. Neema ya Bwana Yesu ikae nawe, na fadhili na uweza na nguvu. Endelea kuomba kwa juhudi, usiombe kidhaifu kilegevu, omba kwa juhudi na bidii. Mungu anataka kuona watu wenye bidii na juhudi katika mambo yote, hata kwenye kazi, hata kwenye kuomba, hata kwenye kusoma Biblia, hata kwenye masomo yako kijana shuleni, hata kwenye biashara yako, kwenye shamba lako. Weka bidii, tuweke juhudi. Mungu anataka kuona bidii na juhudi. Barikiwa, ongezwa, zidishwa, mtii Mungu kuliko vyovyote, kuliko vyote kwanza. Mungu wa neema akupe neema, kupe furaha, kupe ushindi. Kumbuka kuendelea kuniombea pia kwa huduma ya Nuru Ministry ambayo tunapeleka injili vijijini kuanzia pale mwezi wa kwanza. Tuombee, shirikiana nasi kwa sadaka yako, kwa maombi yako, kwa mali zako. Wataendaje wasipopelekwa? Biblia inasema katika Warumi wanataka wapelekwe. Biblia inasema, kwa hiyo utoaji wa sadaka ni tangu zamani, na injili inafanyika kupitia pia, inawezeshwa na sadaka zetu. Za sadaka yako, karibu kwa sadaka. Namba ambazo unaweza kutumia ni 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel. Nairudia 0787 62 75 91. Pia nitaziandika hapo, utaziona hapo kwenye skrini yako, kwenye simu yako utaziona ukiangalia hapo. Ya Vodacom ni 0762 282 439. 0762 282 439. Bwana akufungulie mlango wa baraka kupitia sadaka unayoitoa. Bwana akupe neema, Bwana akuongezee tele fedha, uchumi wako imarishwe tele tele katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel hii ya Eli Mlinzi Mbise. Kumbuka kusubscribe, kumbuka kushare na kulike pia. Kusubscribe ni jambo la muhimu sana kwenye YouTube hii, ni jambo la baraka kwa jina la Yesu. Basi naomba fanya hivyo, na neema ya Yesu iwe nawe sasa na hata milele. Barikiwa. Karibu pia kwenye TikTok live. Ninakuwa nayo huduma asubuhi, mchana, jioni na usiku saa 6, kuanzia saa 6 usiku. Karibu kwenye hii huduma, inakuwa ni neno la Mungu pamoja na maombezi. Karibu sana, na Yesu akutunze. Shangilia katika Bwana. Amina.